Habari, mimi ni Dr. Frank Felician Lugai, mtaalamu wa magonjwa ya wanawake na watoto. Siku ya leo nataka tuongelee kitu kimoja cha msingi na cha muhimu sana. Nataka tuzungumzie kuhusiana na ufanisi wa tendo la ndoa kwa mwanaume lakini pia kwa mwanamke. Watu wengi wanapatana na changamoto, tunakutana na watu wengi sana wakioji hedha mtu analalamika namna gani anaweza kufanya kwa ufanisi kufikia viwango vyao vinavyotakiwa vya tendo la ndoa. Kwa wanawake wanauliza, lakini pia hata wanaume. Changamoto hii ni changamoto inawakumba watu wengi. Lakini kisichotambulika hapa ni kitu kimoja kidogo sana. Tendo la ndoa ni fikra. Linafanyika kwanza katika ubongo ndipo liweze kufanyika sehemu zingine za mwili. Yaani kwamba lazima tuhakikishe bongo zetu zinaelekea katika tendo. Tendo lile litafanyika kwenye ubongo kabla ya kwenda kupractice kwa vitendo. Sasa kinachotakiwa kufanyika hapa ni lazima kuna vitu vya kuzingatia kabla kufanya tendo. Ili uweze kulifanya tendo kwa ufanisi ni lazima cha kwanza maandalizi yamefanyika. Maandalizi sio maandalizi ya ulaji wala nini, nazungumzia maandalizi ya fikra. Somo hili ni pana na ni refu, japo nitajaribu kuongelea kila siku ili tuweze kuelewana. Katika hatua ya kwanza nitazungumzia jinsi fikra inavyohusika katika maandalizi ya tendo la ndoa lenye ufanisi. Sasa tukumbuke ya kwamba ubongo ndio una control sehemu zote. Ubongo ndio una control kila kitu ndani ya mwili. Viungo vyote vya mwili, homoni zote za mwili zinakuwa controlled kwa kutegemea ubongo. Kwa ni lazima chochote kifanyike katika mwili kwa ufanisi, ni lazima ubongo uhusike. Ubongo ndio utakaotoa ripoti na utakaoruhusu tezi mbalimbali ziweze kutoa maelekezo ili ziweze kufanya kwa ufanisi. Sasa tukumbuke ya kwamba mfumo wa uzazi kwa mwanamke au mwanaume ni mfumo unaotengenezwa kuanzia siku ya 50 ya mimba. Yaani mwanamke anapokuwa amebeba mimba ndani ya siku ya 50, nafikiri almost mwezi mmoja kama na nusu, mfumo wa uzazi unaanza kutengenezwa. Utaona ni mfumo wa 3 kutengenezwa katika mifumo ya mwili wa binadamu. Cha kwanza kinatengenezwa mfumo wa ufahamu, lakini cha pili mfumo wa ufahamu, cha pili kinatengenezwa mzunguko wa damu, mfumo wa damu lakini moyo pamoja na mzunguko wake. Cha tatu ni mfumo wa uzazi. Sasa utagundua ya kwamba mfumo wa uzazi ni mfumo ambao ni muhimu sana na unapewa kipaumbele sana. Sasa neva nyingi, mifumo mingi ya fahamu na taarifa za kihisia ziko katika maumbile ya mwanaume na katika maumbile ya mwanamke. Lakini taarifa hizi zinaweza kuamka kwa kutegemea ubongo au fikra ya mwanamke au mwanaume ameijengaje. Sasa ili kuweza kufikia ufanisi wa tendo la ndoa, cha kwanza ni fikra. Hilo lazima tukubaliane, cha kwanza ni fikra. Kwamba ni lazima uhakikishe fikra zako, akili zako zimeelekea katika tendo. Yaani sio kukurupuka tu na kuanza kufanya. Kama una msongo wa mawazo, upaswi kufanya tendo la ndoa. Kama unahisi umepata hasara na katika biashara na kadhalika, akili yako haiko sawa, upaswi kufanya tendo la ndoa. Kama unahisi una hasira, upaswi kufanya tendo la ndoa. Tendo la ndoa linatakiwa lifanyike mwili ukiwa hauna ubongo ukiwa hauna fikra nyingine yoyote tofauti na tendo. Ili sasa, kwa nini tunasema hivi? Tunasema hivi kitaalamu kwa sababu ubongo unafikiria namna ya tendo lile kufanyika, ndipo baadaye tendo hilo linafanyika. Kwa vile utakavyofikiria namna vile utakavyoliendesha lile tendo utakavyofanya, ndivyo ambavyo ubongo unasafirisha taarifa katika mifumo mbalimbali na organi mbalimbali zinazohusiana na uzazi, na mifumo hiyo inaanza kutoa homoni na vichocheo au vichocheo hivi vinaanza kuruhusiwa kuingia katika mkondo wa damu, na ndipo mtu ana uwezo wa kwenda kufanya hilo tendo vizuri kwa ufanisi bila kuwa na lalamiko lolote kwa mwanaume au kwa mwanamke. Kwa hiyo lazima tutambue ya kwamba akili zetu ziwe commitment kwenye tendo, na baada ya kuwa commitment kwenye tendo, basi ndipo tendo liende kufanyika. Sasa unawezaje kwa namna hii au kwa kupitia hiki nilichokisema? Unawezaje kufanya tendo la ndoa ukiwa umekasirika? Unawezaje kufanya tendo la ndoa leo ukiwa mwenzako hana furaha? Unawezaje kufanya tendo la ndoa leo ikiwa mwenzako ana huzuni na mawazo? Tengeneza hisia zake kwanza, lakini pia tengeneza mawazo yako katika hali ya utulivu, na kisha tendo hili liweze kwenda kufanyika. Akili yako ikiwa katika utulivu, hauna cha kuwaza, unaupa ubongo nafasi ya kuweza kujenerate homoni nyingi na kuweza kuleta msukumo wa kihisia
katika maumbile na maumbile kuweza kusimama vizuri, au uke kuwa tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki tendo kwa ufanisi. Sasa leo nimeona niongelee tu hii fikra. Labda mwishoni hapa nimalizie hiki kabla ya kwenda kuhitimisha, alafu nitakuja mara ya pili nizungumzie tena hiki tu. Nafikiri umewahi kujiuliza kwamba kwa nini tunasema video za ngono zina affect au zinaathiri mfumo wa uzazi? Mtu atafikia changamoto za nguvu za kiume, nguvu za kike kwa sababu ya kucheki tu pornography. Ni kwa sababu ya kwamba unapotizama tendo lile linafanyika kwenye ubongo kabla ya wewe kulitenda. Sasa hicho ndicho kinachotakiwa. Unapofikiri tendo lifanyike kabla ya kutenda. Sasa ukifikiri alafu ukatizama alafu usitende, au ukatumia njia zinazoweza kuleta effect kiafya. Sasa lazima kuhakikisha kwamba unafikiri na ndipo unakwenda kutenda. Homoni zako ziweze kuruhusiwa vizuri na ziweze kufanya tendo kufanyika kwa ufanisi. Basi hakikisha unatafakari, akili yako inakuwa katika mfumo mzuri na katika setup nzuri, ndipo uweze kufanya tendo. Hakikisha ubongo wako unakuwa sawa kabla ya kufanya tendo la ndoa. La hivi hakuna cha kumlaumu. Hakuna mchawi hapo. Huwezi kumlaumu mwanamke, huwezi kumlaumu mwanaume, hawezi kulaumiwa kama akili zenu haziko vizuri. Kwa hiyo tendo la ndoa lifanyike katika utulivu, akili zikiwa zimetulia kwa mwanamke na kwa mwanaume. Mimi ni Dr. Frank Felisa Mugai, mtaalamu wa magonjwa ya wanawake, wanaume na watoto kutoka Shikanet Clinic. Tukutane katika kipindi cha pili nitakachozungumzia ufanisi wa tendo la ndoa katika sehemu ya pili. Asante, uwe na wakati mwema. Mungu akubariki. Tukutane katika kipindi kingine. Bye bye.